Katika dunia hii ya mpito, wapo wasafiri wanaosafiri kwa ajili ya biashara, wengine kwa starehe, na wachache wale wateule husafiri kwa ajili ya kutakasa roho zao. Basi hii ni hadithi ya safari ya kiroho iliyojaa imani, dua, subira na matumaini. Ni safari ya hija, nguzo ya 5 ya Uislamu, iliyowaleta pamoja mahujaji 104 kutoka visiwa vya Karafuu, Unguja na Pemba, pamoja na mikoa ya Tanzania, Dar es Salaam, Nzega na Tanga, kuelekea kwenye ardhi takatifu ya Makka, wakiongozwa na taasisi kongwe kabisa ya kusafirisha mahujaji ya Zanzibar Istiqama Charitable Organization. Hii ni safari ya ibada, lakini pia ni safari ya maisha yenye changamoto, hisia na baraka zisizoelezeka. Kabla ya kusafiri, mahujaji walihudhuria mafunzo ya kina yaliyoandaliwa na taasisi ya hija ya Zanzibar Istiqama Charitable Organization. Mafunzo haya yalijumuisha maelezo ya kidini kuhusu nguzo za hija, maadili, afya safarini, pamoja na jinsi ya kukabiliana na changamoto za kiutendaji katika safari hii ndefu. Kwa uangalizi wa viongozi wa dini na wataalamu, kila hujaji aliandaliwa kiroho na kimwili kwa ajili ya ibada hii tukufu. Ilikuwa ni alfajiri ya tarehe 29 Dhulqaada mwaka 1446 Hijria, ambayo sawa na tarehe 27 Mei 2025, mioyo ikiwa na msisimko, macho yakiwa yamejaa shauku ya kushuhudia nyumba ya Allah. Mahujaji wetu walianza safari yao tukufu kutoka Zanzibar kuelekea Makkah al-Mukarrama kutekeleza ibada ya hija kupitia shirika la ndege la Saudi Airlines, huku wakiwa wamejivika vazi la ihram, ishara ya usawa wa binadamu mbele ya Mola wao. Walipowasili katika ardhi ya Makka, walipokelewa kwa upendo na bashasha na kuanza hatua ya kwanza ya kutimiza faradhi hii ya hija. Wakiwa Makka, walitimiza amali kwa unyenyekevu. Sa'i ikawakumbusha harakati za Hajar, tawaf ukawa ni mzingo wa maombi, na kila takbira ikapandishwa mbinguni kama waridi la imani. Kilele cha safari hii kilikuwa ni Arafa, ardhi ya msamaha, mahali ambapo machozi huwa dua na kimya huwa sauti yenye uzito mbinguni. Katika joto la jua na upepo wa rehma, waliinua mikono na kusema, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Na katika mash'ari ya Mina walirusha mawe si tu kwa shetani, bali kwa mapungufu yao, kwa udhaifu wa nafsi na maghururi ya dunia. Hapo ndipo walijifunza kuwa hija si tu ibada ya viungo, bali ni mapinduzi ya ndani ambayo ni mapinduzi ya moyo. Kutoka tawafu ya kwanza katika msikiti mtakatifu wa Makka hadi kusimama katika uwanja wa Arafa, kilele cha ibada ya hija, kila hatua ilifanywa kwa unyenyekevu na kujisalimisha kwa Allah mtukufu, pamoja na kutekeleza ibada nyingine kwa mujibu wa mafundisho sahihi ya dini yetu ya Kiislamu. Baada ya mahujaji wetu kutekeleza nguzo ya hija katika mji mtukufu wa Makka, walielekea mji mtukufu wa Madina, mji wa bwana wetu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa kutumia usafiri mwanana kabisa wa treni ambao ulitumia masaa 2 badala ya masaa 8 ya usafiri wa basi. Katika mji huu wa nuru walitafuta baraka na dua karibu na kaburi la kipenzi cha Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila salamu walizotoa zilikuwa ni ahadi ya kuendeleza njia aliyechora bwana wetu kwa hekima, huruma na ukweli.
Pamoja na ziara hizo za kumtembelea mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, mahujaji wetu pia walipata nafasi ya kutembelea sehemu za kihistoria katika mji mtukufu wa Madina. Walitembelea Masjid Quba pamoja na silsila ya Jabali ya Uhud, pamoja na maeneo ya kibiashara kwa ajili ya zawadi za wapendwa wao. Safari hii haikuwa ya mtu mmoja, bali ilikuwa ya jamii nzima. Ushirikiano, upendo na msaada baina ya mahujaji vilikuwa msingi wa mafanikio ya kundi hili. Taasisi ya Istiqama Charitable Organization ilihakikisha kila hujaji anapata huduma bora, chakula, malazi, usafiri, huduma za afya na msaada wa kiroho kwa njia ya kuratibu iliyopangiliwa kwa umahiri. Mnamo tarehe 18 Juni 2025 ndiyo ikawa ahadi ya kurudi katika ardhi ya nyumbani. Mahujaji wetu walirudi nyumbani, lakini wao sio wale waliotoka mwanzo. Walirudi wakiwa wameoshwa na machozi, wakiwa wamefunguliwa milango ya rehma na wakiwa wamejivika nuru ya toba. Hija yao haikuishia Maka, iliendelea ndani ya mioyo yao, ikawa kama mwongozo wa maisha yao yote yaliyobaki katika dunia hii. Hii ni kusema kwamba taasisi ya Zanzibar Istiqama Charitable Organization haikusafirisha tu watu 104 kwenda hija, bali ilisafirisha roho, ikawaweka katika njia ya mwangaza na kuandika historia ya ibada ya kweli, ikiongozwa kwa nidhamu, elimu na mapenzi ya haki ya Mola wao. Hatimaye mahujaji wetu wamekanyaga ardhi yao ya nyumbani, wakikutana na wapendwa wao, huku wakiwa na raha na furaha na machozi ya furaha yakiwabubujika, wakionyesha kuridhia huduma walizozipata kutoka katika taasisi yao pendwa ya Zanzibar Istiqama Charitable Organization. Wamepokelewa hali ya kuwa kama ni watoto waliozaliwa leo, huku wakiwa na nyoyo safi zilizotakaswa na toba na maghfira walioipata kutoka kwa Mola wao. Istiqama ni group nzuri sana. Tunashukuru, jumuiya ni nzuri, wametushughulikia vizuri, tumeumwa, tumepona, tumepewa madawa. Ndio hivyo, unajua hali ya hewa, ukibadilisha hali ya hewa nchi nyingine ndio inavyokuwa. Kwa hiyo alhamdulillah, Mwenyezi Mungu katupokea vizuri na tukatupa hidayah ya maradhi. Alhamdulillah, tunashukuru. Safari kijumla ilikuwa ni nzuri sana. Na lazima nikiri kwa manake viongozi wa Istiqama wanaotuongoza katika hija, hawa ni watu wa kutumia mfano, wa kupongezwa sana. Kwa nini? Kwa sababu wale wanaoongoza wako pamoja nao saa zote. Saa zote. Popote pale utakuta viongozi wapo kabisa. Popote kwa dharura wapo haraka kuhudumia. Kama ni daktari, ambao ni kiongozi, kama ni chakula, kama ni kwenda raudha, kama ni kwenda uhiji, kama ni kwenda Mwisho wa safari hii ndio mwanzo wa maandalizi ya safari ya mwaka ujao. Ewe Muislamu uliyejaliwa uwezo wa kwenda kuhiji katika nyumba ya Allah, wahi sasa, kwani wakati haukusubiri. Hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur.